time of visitation. Exodus chapter 2, 23, 25. Kutoka 2 mstari wa 23 hadi mstari wa 25. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. 24. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. 25. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Haleluya. Wakati wa kutembelewa na Bwana. The time of visitation. Zaburi ya 50:15 inasema, uniite wakati wa taabu, nami nitakuokoa, nawe utaniheshimu. Mara nyingi kila mmoja ana yale yake anayopitia ndani ya moyo wake. Kila mmoja ana battles zake, vita ambavyo anavyopigana navyo katika maisha yake. Haleluya. Wengine tuko na magari, tuko na manyumba, tuko na fedha, hatuna shida ya fedha. Wengine tuko na watoto, tuko na jamii na bwana na bibi, hatuna haja ya ndoa, maana tayari ipo. Wengine tuko na afya, hatui ugonjwa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kila kitu kiko sawa. Tuko na kazi nzuri, tunalipwa mshahara mzuri, si watu wa kuomba. Tunamshukuru Mungu, hatuna shida. Lakini usiku saa 8 usingizi ukikatika, hivyo ndio umekatika, unaanza kuangalia paa ukiwaza, ukiomba Mungu, ukilia usiku peke yako, kwa sababu uko na mambo ndani ya moyo wako ambayo huwezi kuelezea mtu mwingine. Praise God. Hallelujah. Unavaa suti, unaonekana uko nadhifu, lakini uko na hali zako nyingi sana ambazo zinakusumbua. Unamhitaji Mungu akakutembelee na akakusaidia. Haleluya. Unahitaji Mungu akutembelee na akakuokoe na taabu zako, ambazo hizo taabu hazihitaji daktari, kwa sababu daktari hawezi kuzitibu. Wengine wako na watoto, wanaonekana watoto wako nadhifu, lakini hawana heshima na wazazi wao. Kila mmoja ana jambo lake ambalo anamtafuta Mungu akapate kumtendea katika maisha yake. Haleluya. Wengine wakituona kanisani wanasema Faith Family Church Revival ni kanisa nzuri, limejengwa vizuri, wanatuita kanisa la matajiri. Watu wanakuja na magari, kila mtu ako nadhifu. Ile kanisa halina shida hata moja. Washirika wote wako sawa, wote wana kazi, hawana shida. Lakini ukija kuuliza Reverend Cosmas, kuna shida gani ndani ya kanisa? Takwambia kanisa letu ni ndogo. Haleluya. Naomba Mungu anisaidie ashukishe fedha. Tunahitaji kujenga kanisa la watu 3,000. Naomba Mungu anipanue. Mimi nina shida moja. Shida gani, Reverend? Naomba Mungu anijaze na nguvu zake. Maana sioni bado kama nimejazwa vile ninavyosoma mtumishi wa Mungu Musa alivyojazwa. Sioni kama nimejazwa kama vile Elia alivyojazwa. Sioni kama nimejazwa kama vile Elisha alivyojazwa. Sioni kama nimejazwa kama vile Peter alivyojazwa. Sioni kama nimejazwa kama vile Paulo alivyojazwa. Nahitaji nikanene na Mungu, nikasikie sauti yake waziwazi. Ninazidi kumwomba Mungu, ninalia Mungu sana ashuke, maana yake ninahitaji nguvu zake.
Praise God. So kila mmoja ana jambo ambalo anamlilia Mungu. Wana wa Israeli walikuwa Misri katika utumwa, wamekaa pale, wao wanapatiwa kila kitu, lakini wanamlilia Mungu kwa sababu ya kazi ngumu ambazo wanazofanya. Biblia inasema walikuwa kizaana sana na kuongezeka. Basi wakaanza kumlilia Mungu, wakimwambia Mungu, ziko wapi zile ahadi ulizofanya na babu zetu Abraham? Ziko wapi zile ahadi ulizofanya na Isaka? Ziko wapi zile ahadi ulizofanya na Yakobo? Huko wa Misri wanaona hawa wa Israeli wamekuja katika nchi yetu, wanafanikiwa sana, wanazaana sana. Farao anasema hawa watu nitawazuia namna gani? Anatoa watu waue. Haleluya. Watoto wao wa kiume. Na huku wa Israeli wanamlilia Mungu awatoe katika vifungo hivi. Haleluya. Amen. Exodus chapter 3 from verse 7 inasema hivi. Kutoka 3 mstari wa 7. Bwana akasema, hakika ninayaona mateso ya watu wangu walio Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe kwa mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mori na Mperezi na Mhivi na Myebesi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Mungu akashuka, akamshukia Musa, akamwambia Musa, nimeshuka sasa, nimesikia kilio cha watu wangu wana wa Israeli, nimeona mateso yao, na sasa nimekutembelea, nataka nikutumie kama chombo ukawaokoe wana wao. Haleluya. Amen. Kuna jambo nataka niongea. Wakati Mungu amekutembelea, when the visitation of God is upon you, you will never be the same. Wakati umepata divine visitation, maisha yako hayatabaki tena vile yalivyokuwa. Alimshukia Musa, na Musa maisha yake Mungu aliyabadilisha. Na Musa, Mungu akamwambia utakuwa kama Mungu kwa Farao. Mungu alimshukia Gideoni in the book of Judges. Gideoni akiwa ni mtu wa kawaida, akiwa ametoka katika ukoo ambao hauna maana, na Mungu akamtembelea Gideoni, akamwambia you are a mighty man of valor. Gideoni akasema, mimi kweli? Kwa sababu angalia, mimi ni mdogo. Tazama, nimetoka katika ukoo ambao hauna maana, haitawezekana. Lakini Mungu akamwambia, nimekuja kwako na nimekutembelea. Wakati Mungu alipotembelea mama yake Samsoni, hakubaki tena vile alivyo. Na mtumishi wa Mungu Manoa alipoomba Mungu, Mungu aliposhuka tena, Mungu alijidhihirisha na akafanya makuu na ya ajabu. Samsoni akazaliwa. Wakati Mungu alipomtembelea Elizabeth, hakuwa tena mtu wa kawaida. Wakati Mungu alipomtembelea Mariamu hakuwa tena mtu wa kawaida. Wakati Mungu amekutembelea, maisha yako yanabadilika. Ndio maana Paulo anasema, mimi Mungu aliyenichagua tangu nikiwa tumboni mwa mama yangu, alipoona vyema amdhihirishe mwanao Yesu Kristo, na akashuka akanikomboa. Siku wafuata watu wenye mwili
na damu, sikufuata watu kwenda kujadiliana nao, kwa sababu hawajui kile kilichonifika. Hawajui ni mambo gani Yesu Kristo alinena nao. Lakini nilienda mbele nikaihubiri Injili hata Uarabuni, hata Damaski, na baada ya miaka mitatu nikarejea Yerusalemu kwa wale walionitangulia kutoa ripoti. Praise God. Wakati Mungu alipomtembelea Paulo, alikuwa na wenzake, walisikia tu sauti, lakini yeye ndio aliyotembelewa. Maisha yake yalibadilika. Alikuwa muuaji na maisha yake sasa yakabadilika. Mungu akaanza kumtumia kama chombo. Tamani utembelee. Praise God. Wakati tunapotembea katika uokovu, nimekuwa nikifundisha vipawa vya Roho Mtakatifu. Najua wengi tunaona kwamba havina maana. Lakini wakati umejazwa na kipawa, hata kama ni kimoja, hutabaki tena vile ulivyokuwa. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Kabla mimi sijajazwa, kabla sijapata divine visitation, kabla Yesu hajakutana nami, nilikuwa mtu tofauti. Hallelujah. Hata marafiki zangu wengi hawakuamini. Walikuwa wanaelewa baadaye vile mambo yanaendelea. Hallelujah. Wakati umetembelewa, Mungu anabadilisha maisha yako. Hayakui tena ya kawaida. Hata kama watu wengine wanaona ni maisha ya kawaida, lakini kwako haikui ya kawaida. Kwa macho ya binadamu watakudhihaki, watashangaa, watasema haiwezekani, lakini hivyo ndio imekuwa tayari. Mambo ya kiungu ni tofauti na mambo ya kibinadamu. Ndio maana Paulo akasema hakurudi kujadiliana kwa watu wenye mwili na nyama, kwa sababu hawangemwelewa. Wakati Mariamu alipotembelewa na Gabrieli, haleluya, Roho Mungu alimtoa katikati yake, akamwambia nenda kwa jamii yako, kwa jamaa yako anaitwa Elizabeth. Na akaenda kule. Alipoingia katika nyumba ya Elizabeth akiwa na uzito wa Yohana Mbatizaji miezi 6, mtoto aliruka ndani ya tumbo na wote wakatabiri. Praise God. Na Mariamu akakaa pale kwa miezi 3. Kwa nini Mariamu alikaa pale kwa miezi 3? Kwa sababu pale katika nyumba ya kwao hakuna mtu yote angemwelewa. Hata Josefu ambaye alimpenda sana, alikuwa amempoza, alitaka kumwacha kisiri, lakini Roho wa Mungu akashuka juu yake, akamwambia hapana, nimekutembelea hata wewe, usimwache huyu, ni mimi ninayefanya kazi hii. Lakini binadamu wa kawaida hangeelewa, angemwambia wewe umekuwa msharati, wewe umeanza kutembea huko na huko, wewe umekuwa malaya. Ndio maana Mariamu akatoka akaenda kwa Elizabeth. Alipofika kwa Elizabeth, akakaa pale kwa mtu mwenye imani kama yeye. Haleluya. Na wakaongea vile Roho Mungu alivyowaelekeza, hadi siku zilipofika mtoto ametulia vizuri ndani ya tumbo, ndio Roho Mungu tena akamtoa akamrejesha katika nyumba ya kwao. Elizabeth naye akapata mtoto. Amen. Praise God. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu Zakaria alipotembelewa akiwa katika madhabahu ya ndani, malaika Gabrieli alikuja akampatia maneno, akamwambia tazama, mke wako sasa atapata ujauzito. Zakaria akasema hii mambo haiwezekani, mimi ni mzee sana na mke wangu hata amenyauka, itakuwa namna gani? Akamwambia kwa sababu wewe huamini, basi utanena tena mpaka mtoto atakapozaliwa, na tazama akizaliwa ataitwa John. Mungu akafunga kinywa cha Zakaria hadi John alipozaliwa. Wakati ukoo wanataka kumwita mtoto jina la baba yake, Mariamu akasema hapana, huyu anaitwa Yohana. Wakati wanamwandikia baba yake chini, kweli ataitwa nani mtoto?
akasema ataitwa Yohana, kinywa chake kikafunguka. Praise God. We are talking of the time of visitation. Wakati unapokuwa kwa maombi, ukimlilia Mungu usiku na mchana, mara nyingi uko peke yako. Shida za moyo wako wewe ndio unazozijua. Kuna mambo mengine huwezi kuelezea mtu mwingine, inakuwa ni siri kwako, kwa sababu ni mambo ya aibu. Kumwamini mtu mwingine kumwelezea mambo haya, lakini unaenda mbele za Bwana ukimpatia hoja zako. Unakuwa na kilio, ukimlilia Bwana, ukimwambia Bwana, ninakuhitaji, angalia kilio changu, angalia mateso yangu, waangalia wanavyosema, wananidhihaki, wananitajia mambo ambayo hayafai, wananiita majina ambayo sistahili kuitwa. Unakuwa na kilio. Wana wa Israeli walimlilia Mungu, wakamwita Mungu, wakamwambia Baba, kumbuka agano uliotengeneza na baba zetu Abraham, Isaka na Yakobo. Na Mungu akasikia kilio chao na akashuka kuwaokoa. Praise God. Now, Musa alishuka akaingia Misri. Kawaita wazee, akawaelezea habari zile ambazo Mungu aliyomtuma. Akutana na Aaron, akashuka Musa, Mungu akamtumia, akaenda kwa Farao. Farao, nimekuja, Mungu amenituma. Kwa sababu Farao nao hakumuelewa Musa. Alimwona huyu ni ndugu, tumekuwa naye hapa, aliokotwa tu, tumekuwa naye hapa, imekuwaje leo eti Mungu amemtuma? Farao hakuelewa. Na Farao akasema, toa upuzi wako mbele yako. Musa akasisitiza, akamwambia, si mchezo, Mungu amenituma niwatoe wana wa Israeli wakamwabudu mlimani. Farao akasema haiwezekani. Ikawa ni vita baina ya Musa na Farao. Ikawa ni vita baina ya Mungu na Farao, kwa sababu Musa alitumwa na Mungu kumwakilisha Mungu. Praise God. Mwisho wake Musa alishinda vita. Miujiza 10 aliyofanya alishinda. Mwisho wake Musa akafaulu kuwatoa wana wa Israeli Misri. Mungu akawa pamoja nao, akagawanya bahari ya Shamu, wakapita. Mungu akawa pamoja nao. Mungu akashukisha wingu mchana, akashukisha wingu la moto usiku. Mungu akawa kiongozi kwa wana wa Israeli. Mungu akawaongoza usiku na mchana. Wingu lilipong'oka kutembea, wao pia walitembea. Wingu liliposimama, wao wakasimama. Usiku ule mwanga wa moto ulipoanza kutembea, wao pia walitembea. Uliposimama, wao pia walisimama. Haleluya. Wote waliokolewa na mtu mmoja anayeitwa Musa, ambaye Mungu alimtumia kutoka kwa mikono ya Farao. Wote waliona miujiza ambayo Mungu aliyofanya kupitia kwa Farao. Wote waliona muujiza ambao Mungu alifanya kupitia kwa Musa kugawanya bahari ya Shamu. Na wote waliona muujiza Mungu aliyofanya kuangamiza maadui wote, jeshi lote la Farao na wapanda farasi, na wote baada ya kupita katika nchi kavu katika mto, na maadui walipokuja Mungu akaregesha maji na wote wakaangamia. Wote waliona muujiza huo. Haleluya. Amen. Wote waliongozwa na wingu mchana, na wote waliongozwa na pillar of fire at night. Wote walibatizwa. Praise God. Amen. Wote walibatizwa na mto mmoja, Red Sea. Walipita pale, wote wakabatizwa. Wote walibatizwa na wingu moja, waliwekwa katikati, wakaongozwa na wingu mmoja. Pastor wao
akawa mmoja akiitwa Musa. Praise God. Wote walifundishwa ujumbe mmoja na Musa. Wote walifundishwa neno moja na Musa. Wote walipata hekima moja kutoka kwa Musa. Hallelujah. Praise God. Pastor wao alikuwa mmoja ambaye alikuwa ni Musa. Walifuata maagizo mamoja, walifuata mafundisho mamoja, wote walikula chakula kimoja kutoka mbinguni, spiritual food ambayo inaitwa mana. Wote walikula chakula cha kiroho ambacho kinaitwa mana. Wote walikula nyama ya kiroho. Mungu alileta kutoka kwa kwere, na wote walikula nyama moja. Asubuhi wakiamka walipata chakula kimeshuka, na jioni ndege walikuja wakakaa pale wakashika vile wanavyotaka wakala. Wote walinyweshwa maji ya uzima kutoka kwa mwamba ambao ni Yesu Kristo. Praise God. Lakini je, ni jambo gani linatokezea wakati tunapata kutembelewa? Wakati Mungu anatutembelea, when you get divine visitation, two main things happen. Mambo mawili yanafanyika. Wakati unatembelewa, mambo mawili makubwa au makuu yanafanyika. Na jambo la kwanza, uhai, life to those who prepare for it. Kuna kuwa na maisha for those who have been preparing for the visitation. Wale ambao walikuwa wakiomba, walikuwa wakimlilia Mungu, wakimwambia Mungu tuone, Mungu tuangalie, angalia biashara yangu, angalia kazi yangu, angalia vile maadui wamesambaratisha kazi yangu. Baba, sijui ni jambo gani limetokezea. Angalia maisha yangu, angalia Baba, ninachekwa usiku na mchana, sijui nifanye nini. Maisha yangu yameharibika, nyumba yangu sijui nitafanya nini. Baba, nione. Mungu wangu, shuka. Usiku wanalia, wanafunga, wanaomba, wanaenda kwa mtumishi wa Mungu, wanamuhusisha. Angalia kazi yangu imeharibika, angalia maisha yangu imeharibika, angalia sasa sijui nifanye nini, ni pressure, niko na loan, niko na hivi. Angalia sasa, daktari amenipatia barua hii, amesema haitawezekana tena, haitawezekana tena katika maisha yangu. Mimi nifanye nini pastor? Kwa sababu mimi nimekuwa mwokovu, nimeokoka miaka zote, nimekuwa nikifunga, lakini angalia jambo hili. Kwa nini haya yanatokea kwangu? Hao ndio wale ambao wanaojitayarisha for divine visitation, ambao wanamwita Mungu kila siku. Wanakuja Jumapili, wanakuja Jumatano, wanakuja Ijumaa, ndani ya nyumba zao wanaomba, wanamlilia Mungu, wanainua mikono, waambia Baba, nionekanie, Mungu wangu anakuhitaji. Hao ndio wanatembelewa. Wana wa Israeli hao ndio waliotembelewa. So wakati Mungu anashuka kutembelea watu wake, mambo mawili yanatokezea. Kunakuwa na uzima, kunakuwa na success kwa wale ambao wamejitayarisha, na wale ambao ni watiifu, na wale ambao wako na imani kwa Mungu wao. Jambo la pili linafanyika ni maangamizi kwa wale ambao hawajahusishwa. Kwa sababu when God visits, wale ambao ni maadui zako wanaanza kuangamia. Two things happen. Wakati Mungu anakuokoa, maadui lazima warudi nyuma. Hakuna two-way traffic, wengine watu. Wakati Mungu alipotembelea wana wa Israeli, aliposhuka kuwaokoa, alitembea nao akawaonyesha miujiza. Musa akatenda miujiza 10. Aleta nzige, chawa zikakuja zikasambaa, wingu la giza, mvua ya gharika, maji yakageuzwa kuwa damu, majipu yakatokea watu, ng'ombe zikakufa, mambo yakatokezea. Lakini adui akasema utaona. Hawakujua kwamba Mungu ameshuka kuwaokoa. Bado anasema utaona.
Maadui saa nyingine ni wajinga, hawana ufahamu wa kudesign kwamba things have changed. Farao aliendelea bado kusukuma, Mungu akasema nitawapitisha Red Sea. Farao akasema hao wamepitia bahari ya Shamu, watazunguka pale kwa vichaka kwa sababu hawataweza kuvuka. Farao akasema wacha tukaangamiza, akatoa jeshi lake lote. Praise God. Akaenda kwa Amari, akatoa silaha zake zote, farasi wote, magari. Walipokuwa watu wafuata, walipofika Red Sea, wakawaona kweli wao. Lakini Mungu akamwambia Musa, hawa maadui unaowaona, kuanzia siku ya leo hutawaona tena. Nitawafanya kama si kitu kwa macho zako. Praise God. Hallelujah. Kwa pamoja lakini. Are we together? Are we together? Mungu akamwambia Musa, inua fimbo yako. Kainua kata maji. 3 million and above. Watu zaidi ya milioni 3 kutoka ni Waisraeli wakaanza kupita. Musa amesimama, wakapita. Farao anakuja na jeshi lake, hao leo ni mwisho. Wakafika, Musa naye akaenda akamaliza. Mungu akamwambia regesha maji, akarejea, wakaangamia wote. So when God visits, 2 things happen. Wewe ambao Mungu amekutembelea, utaona baraka zake, utaona fanaka yake, na wale maadui, haleluya, amen. Lakini hata hivyo waliokolewa kweli. Mungu aliwaokoa, alionyesha miji zote. Walitembea na pastor mmoja aliyeitwa Musa. Walitembea katikati ya wingu mmoja. Waliongozwa na Mungu mmoja. Lakini walipofika katikati, mawazo yao yakageuka. Hallelujah. Mara nyingi tunakosa baraka zetu sisi wenyewe. Praise God. Tunakosa baraka zetu sisi wenyewe. Ndio maana Josephat akasimamisha kundi la Wayuda na wana wa Yerusalemu, akawaambia sikizeni. 2 Chronicles 20. Utsomea Mambo ya Nyakati ya Pili 20:20. Neno la Mungu linasema hivi: wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, wenyeji wa Yerusalemu, ndio, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa nini? Josephat mfalme na wana wa Israeli walivamiwa na maadui, wakaogopa. Walipoogopa, wakaenda kwa magoti kuomba na kufunga. Walipokuwa wakifunga na kuomba, Mungu akashuka akawatembelea katikati yao. Praise God. Divine visitation came upon Jahaziel, mtumishi wa Mungu, katikati yao. Mungu akamtembelea Jahaziel akamwambia, mwambie mfalme asiogope wala asifadhaike, nimeshuka kuwaokoa. Na mwambie mfalme, vita hivi nimevichukua, si vyake tena, vita hivi ni vyangu. Yehoshafati akasimama katikati ya kundi akawaambia, sikieni enyi Yuda, mwaminini Mungu, ndipo mtakapofanya nini? Ndipo mtakapotimizika. Mwaminini manabii wake, ndipo mtakapofanikiwa. When God visits, anatembelea watumishi wake pia. Kuna vessel ambayo inatumika
na Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kushuka mwenyewe hapa, lakini kuna vessel ambayo inatumika na Mungu. Wakati Mungu aliposhuka, alishuka kwa Jahazieli. Wakati Mungu aliposhuka, wakati wana wa Israeli ndio walipokuwa wakimlilia, alishuka kwa mtumishi wake Musa ambaye alikuwa ametoroka. Akamtembelea Musa, akamwambia Musa, nimesikia kilio cha watoto wangu na sasa nimeshuka kuwaokoa, na sasa nakutuma ukaniokolee watu wangu. Musa akasema siwezi, akasema niko pamoja nawe, nitakutumia. Mungu aliposhuka Israeli, Musa alinena na watu wa Israeli, akamwambia Mungu amenituma, na kudhihirisha kweli Mungu amenituma. Musa akaweka mkono wake ndani, akautoa, akawa amefanya nini? Kuna ukoo mweupe. Akaingiza tena, akautoa, umepona. Hiyo ni ishara ya kwanza kwamba Mungu amenituma. Aminini kwamba Mungu amenituma. Akaangusha fimbo yake chini, kawanyoka. Aminini kwamba Mungu amenituma. Akashika mkia, kainua. Umeamini sasa? Naamini. Mungu amenituma. Tumwamini Mungu, ndipo tutakapothibitika. Mniamini mimi mtumishi wake, ndipo mtakapofanikiwa. Praise God. Musa akaanza kutembea nao. Lakini walipofika jangwani, mara nyingi tukipitia shida sana, ile mentality ya upumbavu haitoki kwa haraka. Wakati wewe umeishi katika poverty, umaskini. Niliona video nyingine, mtoto amekaa chokora miaka nyingi, amezoea kuketi chini, amechukuliwa na tajiri kusaidiwa, ameingia nyumbani, baada ya katika sofa set anaketi chini. Keti kwenye kiti, akaketi hivi hapa katika age, mara kidogo amestahili, ameketi chini, amezoea maisha ya upumbavu. Tubadilishe mentality yetu. Wakati Mungu anatubariki, tunabadilisha mentality yetu. Mimi nilikuwa sivai suti. Wala Mombasa nikavaa suti za kazi gani? Suti tunazoona kwa mawaziri. Sio? Hivyo. Si mawaziri wanavaa suti kwa TV. Lakini kwa sababu Mungu aliponiita nikabadilisha mentality yangu, I have to dress like a servant of love. Praise God. Nitaacha kuvaa vinyasa na kuvaa ma-t-shirt na kuvaa nguo zinazovutika mpaka hapa. Nitaacha kula mahindi njiani, eti ninunua mahindi ya kuchoma. Mtumishi wa Mungu nakutana, pastor, bwana sikia. Hapana. I have to change my mentality because I am a servant of the Lord. I have to walk as the servant of the Lord. Mara nyingi sisi tunakataa kubadilisha. Tunabaki katika hali ile ile ambayo tulikuwa nayo. Na ndio maana bado tunarudi nyuma. Mungu amesema, Mungu amekubariki. Stay, jitrain. Ndio maana wakati rais amechaguliwa, haidi moja kwa moja eti leo amechaguliwa na kesho tayari rais, kesho tayari naanza kumwona kwa TV. Hapana. It takes 1 month, 2 months. Kwa nini? He has to go train. Nguo utakuwa ukivaa hivi, unavaa suti hivi, kuongea, ukisimama mbele ya watu unasimama hivi, usisimame hivi, unasimama hivi, unakaa smart, unavaa nguo nzuri. Kama wewe ulikuwa mlevi, unaacha ulevi, kama unaenda kwa press, hivyo. Matayarisho. Unafundishwa kazi. Utajirepresent namna gani? Wewe ni manager. Sasa atakana unafundishwa ile lugha ya hali zao. Wana wa Israeli walikuwa wameokolewa, wameona miujiza yote, lakini bado wako na mentality ya utumwa. Walizoea kula bure. Walizoea kufanyishwa kazi kama punda na kupatiwa vyakula vya bure. Lakini sasa wanatembea katika anointing ya Mungu. Some of them did not realize that now they are under a different anointing.
bado wanajiona kwamba wako utumwani. Walipotumwa waende waspai, walipofika pale kwenda kuspai katika nchi nzuri inayotiririka asali na maziwa, wamechukuliwa viongozi 12, wameenda pale kuspai. Wamefika pale, wameona kweli nchi nzuri, wakapatiwa maagizo, mkienda pale chukueni matunda mtakayopata katika nchi ile na mlete report exactly vile ilivyo. Wale 10 wakaja na ripoti mbaya, kwa sababu wametoka na mentality ya kufinyiliwa kule Misri, wametoka na mentality ya utumwa. Lakini Caleb na Joshua wakabeba matunda, wakaja nayo na wakaja na ripoti, wakasema tumeona kweli ni majitu, tumeona kweli nchi ile ni nchi ya zamani, ni nchi nzuri, kuna asali na maziwa, tumechukua hata matunda haya, kweli kuna majitu kule, wana nguvu sana, lakini sisi tunajua kwamba tuko anointed kwa vita, tuko anointed kuchukua nchi ile, na tunasema kwa sababu tunaye Mungu ametuonyesha miujiza yote, hata ile atatushindania na tutaingia. Wale wengine 10, haleluya, wakawa na mentality ile ya utumwa, wakasema bado umetutoa Misri, hata tulichotuangamia hata jangwani, maanake wale watu ni majitu, hatutawaweza. Huyu Mungu akaanza kulalamika, wakaanza kukemea, wakaanza mambo ambayo hayafai, hata wakataka kumuua Musa, wakataka kuwaua wale. Caleb na Joshua wakararua nguo, wakasema hapana, sio hivyo, nchi tulioona ni, na tunajua tunaye Mungu na atatuokoa. What happened? Mungu alishuka tena. This time na maagizo mapya, kwa sababu nyinyi nimeokoa na bado hamuoni, mentality ya leo mko nayo ni utumwani. Hamtaelekea utumwani, lakini mtakufa katika jangwa hili. Mtazunguka kwa miaka 40 hapa mpaka mwisho nyote, isipokuwa mtumishi wangu Caleb na Joshua wataona ile nchi niliyowaelezea. Watoto wale wote wako na miaka 20 kwenda juu mtakufa. Wale wote wako na miaka 20 kurudi chini, akili zao bado hawaelewi, wataona. Praise God. God has visited us several times. God is visiting us even today. God has been visiting us. Lakini tunakuwa na doubt. Saa zote tunakuwa sisi ni watu wa doubt. Praise God. We are not obedient to his word. We have no faith in God. Hatuna imani na Mungu wetu. Hallelujah. Amen. Kwa nini Mungu hakutayarisha bahari tu kafunguka wakafika tu na wakienda? Kwa nini? Kila wakati lazima tutembee na imani. Wakati Mungu amesema jambo, wakati Mungu amekufanyia jambo, badilisha mawazo yako, badilisha akili yako, tembea under fresh anointing. Praise God. Wakati Mungu amesema utabarikiwa, amesema atosha. Hata ukiona misukosuko gani, kuna barriers utaziona nyingi sana. Wakati Josephat, Mungu aliposhuka kwa Jaazia akamwambia Josephat, vita hivi sasa si vyangu, nyinyi shukeni pale chini, lakini shukeni tu na Mungu atafanya kazi yake. Josephat alifanya. Nilisema ile saa nyingine, maadui bado watakuja tu, kwa sababu eti Mungu ameshika maadui, kwani hawakuja? Walikuja. But what happened? Walikuwa na imani. Josephat tena alifanya kitu ya ajabu, akachukua kunde, wakaanza kuimba. Walianza kuimba na kusherehekea. Zeze, vinumi vikaanza kupigwa, wakaanza kumwabudu Bwana. Hallelujah. Na Josephat alipopatiwa habari hizo, jambo la kwanza Josephat alifanyaje? Kama tasoma Biblia zetu, Josephat alipopata habari hizo,
aliinama akamsujudia Bwana. Alipokea maneno yale, haleluya, akayaamini, akamwambia Bwana asante, na akaita kundi lote akamwambia sikizeni wana Yuda, muamini Mungu, tuamini Mungu wetu ndio tutatimizika, tuamini manabii wake ndio tutakapofanikiwa. Kwa sababu jambo hili limekuja, Mungu amelileta, tumwamini Mungu kwamba kweli anaenda kutetea, na tumwamini nabii wake kwa sababu neno hili amekuja kwa nabii wake la kweli, ndio tutakapofanikiwa. Praise God. Tuache kuyumba, tuache kuwa na doubt. God has said it is done. It is done. God spoke to Abraham 25 years. Tunamuita baba wa imani. What happened? Abraham akabadilishwa jina, alikuwa anaitwa Abraham, akaitwa Abraham, baba wa mataifa. Na for 25 years anajiita baba wa mataifa na hana mtoto. For 25 years yeye baba wa mataifa. Akavaa koti lingine, anaitwa friend, rafiki wa Mungu, yeye baba wa mataifa. Anatembea, yeye baba wa mataifa. Praise God. Naye akawa juu ya wale wengine wote. Hata akitaka kutoa, hakuna mtu mwingine angemtolea sadaka zake, fungu lake la 10. Kuna mtu mwingine angemtolea. Mpaka Mungu akashusha Melkizedeki, ambao ni Yesu Kristo. Hakuwa na mwanzo wala hakuwa na mwisho. Maana hakuna mwingine aliyekuwa juu yake. Yeye ni baba wa mataifa. Haleluya. Na alitembea hivi. Amen. Lakini kuna jambo moja wale maadui. When God visits, what happens to the enemies? Destruction. Maadui wanaangamia. Farao wakati Mungu aliposhuka kwa Waisraeli akawaambia sasa ndio kuwaokoa, Farao alipata shida. Tunaona story ya Farao kabla hawajatoka Misri. Sidhani kama Misri ilibaki kama mji tena. Hebu tutafakari. Najua tusome Biblia lakini acha tuwapeleke pale kwa. Musa aliposhuka alitupa funzo yake katika maji. Maji kageuka ikawa damu. Wakasukumana, wachawi wote wakaletwa. Haya. Mara kukaja vile. Kaingia kila mahali kwa bedu. Mara kukaja chao. Sikakula kila mtu. Praise God. Mifugo zao zote zikakufa. Tena ajabu. Wa Misri mawe. Na huku tunasuni Mkanjuni. Farao wako Mkanjuni, wa Misri wako maweni. Hapa Mkanjuni ng'ombe zote zinakufa na maweni ng'ombe ziko sawa. Kuna na giza hapa Mkanjuni, giza totoro. Na maweni hakuna giza. Chawa zinakula kila mtu hapa na kule hakuna chawa. Chura zinakanyaga kila mahali, kule hakuna chura. Hallelujah. Praise God. Nzige zinakula kila kitu hapa maweni. Vuka barabara kule hakuna nzige. Mvua inashuka inaharibu kila kitu hapa, kila kitu. Na kule maweni hakuna mvua. Mwisho wake roho wa kifo akashuka. Hii nyumba ya Misri hapa hivi ya Mwisraeli. Roho kifo anapita kwa hii nyumba, anaingia kwa Misri, anaua. Anazunguka, anaingia huko, anaua, na hapo anabaki. Hakubaki kitu. Kwa sababu watoto wote wa kiume na ng'ombe zote katika first born wote walikufa. Sasa bado Farao akaendelea kufuata. Mwisho wake jeshi lake lote
wakaangamizwa. Sasa alibaki na nini? Kando na hivyo, wakati walikuwa wakitoka, dhahabu zote walichukua vile walitaka. Hakuna mtoto aliwazuia. Walibaki na nini? Hawakuwa na kitu. Mchawi anaendelea kuroga, adui anaendelea kuinvest na wewe, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe, mambo yako yanaendelea. Yeye anaendelea kuinvest ili akuangamize, na yeye ndo anaangamizika mwenyewe. Ndio maana kuna mtu akasema msemo, ukifanya vibaya unajifanyia mwenyewe, ukifanya vizuri unajifanyia mwenyewe. Praise God. So when God visits, wakati wewe Mungu amekutembelea, umekuwa ukiomba, wale maadui zako kule wanaumia. Usifikiri Mungu anatembea na wale kule wabaki. That's what happens. When he visited Josephat, zile zote nchi zote nne, jeshi lao lifanya nini? Likufa. Walipigana wenyewe kwa wenyewe, wote wakafa. Wakati Mungu alipomtembelea Hezekia, what happened? 185 jeshi lilikuwa limezunguka, lote lilikufa. Wakati Mungu aliposhuka wakati wa Elijah, Mount Carmel, what happened? All the 450 prophets died. Praise God. Niliwafundisha hapa, furthermore, wale marafiki wote waliounganika na Jezebel na Ahab waliuawa. Watoto wote 70 mwisho wake Jehu alimaliza. Praise God. Sababu wamegusa mtu wa Mungu. Wakati Mungu alikutaria visit Elijah, wakati jeshi la 50s na komanda wao wamekuja wanataka kumshika Elijah, na Elijah akasema shikisha moto, nini kilitokezea? Waliangamia. Jeshi la pili likatumwa, Elijah akasema shikisha moto, ramba, wakaramba. Jeshi la tatu lilipokuja likaenda kwa magoti, tunatambua wewe ni mtumishi wa Mungu, tunakutambua, usifanye kama vile umefanya wale wengine. Umetambua kama ni mtumishi wa Mungu, sasa nataka tafadhali. Roho Mungu akasema shikana wale wakaokoka. Amen. Praise God. When God visits, your enemies wako hatarini. Amen. Na hata sasa nipanga kufundisha kitu kingine. Na hata sasa tunatangaza kitu. You have to surrender. Wanatuchezea. Praise God. They have to surrender or die. Also, those who are disobedient will also die when God visits. You have to be obedient. Wale wengine 10 na wale wengine walikuwa wakilalamika, na wale wengine walikuwa wakifanya mambo ambayo hayafai. Hata wale waliochaguliwa wana wa Aaron walipokataa kutii maagizo, wakaambiwa katika hekalu la Bwana, praise God, katika madhabahu ya Bwana, kile kinara kile hakioshwi hovyo. Lazima ujitakase. Lazima uende na heshima wakati unaenda kuwasha pale. Wakati unaenda kuchoma ubani katika madhabahu, lazima uende na heshima. Wakati ikiwa hivyo, haichagui. Nataka mnielewe. Hata watoto wangu wako hapa. Wakati inatokea hivyo, haichagui. Mungu akitoa maagizo yake yanafuatwa na kila mtu. Haisemekani eti huyu ni mtoto wangu, yeye yuko exempted. Hapana. Kila mtu. Praise God. Wakati madhabahu yanaheshimiwa na kila mtu. Sio tu ni mtoto wangu, mtoto wangu anaweza cheza tu. Sasa kuja tu kakunya tu hapa jioni, mtoto wangu haina shida. Hapana. No. Everybody must obey. Everybody must obey. Wakati Mungu ametembelea na Mungu ametoa maagizo, na wewe uende kinyume na maagizo ya Mungu, hata kama ni nani, wewe pia utakuwa kama adui. Haleluya.
Kwa pamoja lakini wale wote walitembea katika wingu mmoja, pasta wao walikuwa ni moja, mahubiri yalikuwa ni moja, waliongozwa na wingu moja. Lakini kwa nini wengine walikufia jangwani? Kwa nini wachache tu walioingia Kanaani? Kwa nini katika wale 10 waliotumwa kwenda kuspai, kwa nini ni wawili peke yake, Caleb na Joshua, wao waliingia? Kwa nini wale wengine wote walikufa na jamii zao isipokuwa wale watoto peke yao? Kwa nini? Wote walitembea na wingu moja, wote walitembea na pasta mmoja. Pastor Moses aliwahubiria, wote walikula chakula cha rohoni, maana wote walibatizwa katika mto mmoja Rensi, wote walikunywa maji ya uzima kutoka kwa mwamba, wote walitembea na anointing moja, wote waliingia hekaluni pamoja na kuomba pamoja. Lakini kwa nini walisahau na wakaanza kutengeneza ngao? Wakasema turegee tu sasa kwa miungu. Kwa nini walimwacha Mungu? Wakati visitation inatokezea na wewe sasa umeacha maagizo katikati, na sasa umegeuza mgongo wako, na Mungu naye pia anakuacha. Praise God. Mungu alisema, Musa, tengeneza hekalu, hema kama vile nilivyokuonyesha mbinguni, kwa sababu nataka kuja karibu na watu wangu. Sitaki tena waje watafute wapi? Mlimani. Nataka niwe nao karibu. Wakati wananihitaji, niko pale hekaluni. Na Musa akatengeneza hema, akatengeneza na madhabahu, akatengeneza na kila kitu. Na wakati wanashuka katika ile madhabahu, katika ile hekalu, ananena na Musa. Ikawa tena haendi tena Mount Sinai. Na Isaya akasema, kutazaliwa mwana kutoka kwa Bikira Maria, naye ataitwa Immanueli, Mungu pamoja nasi. Baada akaona Mungu, nahitaji nimtume mwanangu wa pekee Yesu Kristo ili awe katikati yao. Yani God wants to be with us. Lakini sisi ndio tunaomwacha Mungu. God visits us, anataka kutubariki, lakini vinywa vyetu vinageuka. Mungu anatembelea, anataka kutembea nasi, lakini sisi tunaacha maagizo yake, tunatoka nje. Alafu kila siku tunalia kwamba hatubarikiwi. Kwa nini tunalia kwamba hatubarikiwi? Na Mungu yuko pamoja nasi. Tufuate maagizo ya Mungu na tuone vile Mungu atakavyofanya. Praise God. Tuende kwa njia zake, kwa sababu Mungu yuko hapa. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Unaona hapa tukiabudu vile mambo yanatokezea. Unaona mapepo yanatoka kwa kuabudu. Wednesday watu wanafunguliwa. Watu wanafunguliwa na wanapona na ushuhuda unakuja. Kwa sababu Mungu yuko mahali hapa. Na Mungu ametutembelea, yuko pamoja nasi. Na kwa nini tunamwacha? Kwa nini tunaacha maagizo yake? Kwa nini tunatembea katika njia ambazo hazifai? Praise God. Kwa nini tunajichafua? Tuingie kwa maombi jamani. Tumtafute huyu Mungu. Tuende katika njia zake. Tusiyumbe kwa sababu ninajua madhara yake. Hata kama Mungu amekutembelea, when God has visited you, na umwache, hapo tena utarudi. Utakuwa ni mtu wa kwanza kila siku. Hallelujah. Tushike njia moja na tutembee na Mungu. Mungu ametutembelea, tusiyumbe tukarudi nyuma. Tusiyumbe akatuacha. Sisi ndio tunayemwacha Mungu, yeye hatuachi. Neno lake linasema, mkono wangu si mfupi hata kukosa kubariki. Lakini nini kinatutenganisha naye? Dhambi zetu. Dhambi zetu. Hallelujah. Isaiah 59. Dhambi zetu ndio zinatutenga naye. Isaiah 59. Mkono wake si mfupi hata kukosa kubariki, lakini dhambi zetu ndio zinatutenga naye. He is there. God is there. He wants to bless us. Lakini sisi ndio tunasababisha. He is there for us, but us. Praise God. Tumaana nimetangulia kusema kila mmoja ana yake ndani ya moyo. Mwingine unamwona niko sawa, nimevaa suti, niko sawa, nimenona, niko na kitambi, niko vizuri, lakini niko na yangu ndani ya moyo. Niko na gari nzuri napeleka, niko na nyumba nzuri, nyumba yangu kijana air condition, kila kitu iko ndani, lakini niko na yangu ambayo anahitaji Mungu. Kila mmoja ana yake ambayo anahitaji Mungu.